Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Ni pinga robot aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema kufuatilia vipindi vya nyuma, utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri moja ya Yesu Kristo inayopatikana katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 9. Tutaifahamu siri hiyo. Inasema haki ya mitume. Wakorinto wa kwanza sura ya 9 mstari wa kwanza hadi wa 27. Je, mimi si huru? Mimi si mtume? Mimi sikumwona Yesu Bwana wetu? Ninyi si kazi yangu katika Bwana? Kwa maana ikiwa mimi si mtume kwa wengine, lakini ni mtume kwenu ninyi. Kwa maana ninyi ndinyi muhuri ya utume wangu katika Bwana. Hilo ndilo jawabu langu kwa wale wanaoniuliza, je, hatuna uwezo wa kula na kunywa? Hatuna uwezo wa kuchukua pamoja nasi mke aliye ndugu kama wao mitume wengine na ndugu wa Bwana na Kefa? Au je, ni mimi peke yangu na Barnaba tusio na uwezo wa kutokufanya kazi? Ni askari gani aendaye vitani wakati wowote kwa gharama zake mwenyewe? Ni nani apandaye mizabibu asiyekula katika matunda yake? Au ni nani achungaye kundi asiyekunywa katika maziwa ya kundi? Je, ninanena hayo kwa kibinadamu? Au Torati nayo haisemi yayo hayo? Kwa maana katika Torati ya Musa imeandikwa, usimfunge kinywa ng'ombe apurapo nafaka. Je, hapo Mungu aangalia mambo ya ng'ombe? Au yamkini anena hayo kwa ajili yetu? Naam, yaliandikwa kwa ajili yetu. Kwa kuwa alimaye nafaka ni haki yake kulima kwa matumaini, naye apulaye nafaka ni haki yake kutumaini kupata sehemu yake. Ikiwa sisi tuliwapandia ninyi vitu vya rohoni, je, ni neno kubwa tukivuna vitu vyenu vya mwilini? Ikiwa wengine wanashiriki uwezo huu juu yenu, sisi si zaidi? Lakini hatukuutumia uwezo huo, bali twayavumilia mambo yote, tusije tukaizuia habari njema ya Kristo. Hamjui ya kuwa wale wazifanyao kazi za hekaluni hula katika vitu vya hekalu? Wale waihudumiao madhabahu huwa na fungu lao katika vitu vya madhabahu? Na Bwana vivyo hivyo ameamuru kwamba wale waihubilio injili wapate riziki kwa hiyo injili. Lakini mimi sikutumia mambo hayo hata moja, wala siandiki hayo ili iwe hivyo kwangu mimi. Maana ni heri nife kuliko mtu awaye yote abatilishe huku kujisifu kwangu. Maana ijapokuwa haihubiliwi injili, sina la kujisifia, maana nimewekewa sharti. Tena ole wangu nisipoihubiri injili. Maana nikitenda kazi hii kwa hiari yangu, nina thawabu, ila ikiwa si kwa hiari yangu, nimeaminiwa uwakili.
basi thawabu yangu ni nini? Ni hii ya kuwa nihubilipo nitaitoa Injili bila gharama, bila kutumia kwa utimilifu uwezo wangu nilionao katika Injili. Maana ingawa nimekuwa huru kwa watu wote, nalijifanya mtumwa wa wote ili nipate watu wengi zaidi. Nalikuwa kama Myahudi kwa Wayahudi ili niwapate Wayahudi. Kwa wale walio chini ya sheria nalikuwa kama chini ya sheria, ingawa mimi mwenyewe si chini ya sheria, ili niwapate walio chini ya sheria. Kwa wale wasio na sheria nalikuwa kama sina sheria, si kwamba sina sheria mbele za Mungu, bali mwenye sheria mbele za Kristo, ili niwapate hao wasio na sheria. Kwa wanyonge nalikuwa mnyonge, ili niwapate wanyonge. Nimekuwa hali zote kwa watu wote, ili kwa njia zote nipate kuwaokoa watu. Nami nafanya mambo yote kwa ajili ya Injili, ili kuishiriki pamoja na wengine. Je, hamjui ya kuwa wale washindanao kwa kupiga mbio upiga mbio wote, lakini apokeaye tuzo ni mmoja? Pigeni mbio namna hiyo ili mpate. Na kila ashindaye katika michezo hujizuia katika yote. Basi hao hufanya hivyo kusudi wapokee taji iharibikayo, bali sisi tupokee taji isiyoharibika. Hata mimi napiga mbio vivyo hivyo, si kama astaye; napigana ngumi vivyo hivyo, si kama apigaye hewa, bali nautesa mwili wangu na kuutumikisha, isiwe nikiisha kuwahubiri wengine, mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Nini fundisho hapa? Sura hii inawahusu mitume au watumishi wa Mungu kwa asilimia kubwa. Kwanza tutafahamu maana ya mitume ni nini. Mitume ni nini? Nini maana ya mtume? Mtume ni mtumwa au mtumishi au mfanyakazi anayetenda kazi kwa uaminifu ya bwana wake kama alivyoagizwa, kimkataba au kiagano au kwa kiapo, na kulipwa ujira na bwana wake aliyemtuma. Mitume wamegawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni mitume au watumishi wa kidunia, na kundi la pili ni mitume au watumishi wa kimbingu. Tukianza na mitume wa kidunia, mfano wake ni kama mwalimu wa shule za kidunia ambazo zinafundisha elimu ya kidunia, au tabibu wa hospitali za kidunia. Kwa ujumla, wafanyakazi wote katika serikali ya kidunia ni mitume au watumishi wa serikali ya kidunia, na mabwana zao ni maraisi na au wafalme wa kidunia wanaosimamia stahiki zao baada ya kazi waliotumwa. Tukiangalia mitume au watumishi wa kimbingu, mfano wake ni askofu wa kanisa, shemasi wa kanisa, nabii wa kanisa, mwalimu wa kanisa na kadhalika. Kwa ujumla, mitume au watumishi wa kimbingu ni wafanyakazi wote katika serikali ya Mungu wa mbinguni, wanaofanya kazi kwa ajili ya kumwakilisha Mungu mwenyewe ambaye ni Yesu Kristo, na bwana wao ni Yesu Kristo. Utajuaje kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa mabwana? Tutarejea kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 14 hadi 15. Inasema kwamba uilinde amri hii pasipo lawama, hata kufunuliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo, ambako yeye kwa majira yake atakudhihirisha yeye aliyehimidiwa, mwenye uweza peke yake, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana. Umeona? Mshahara wa Yesu ni mkubwa sana kuliko mishahara ya watumwa au mitume wa kidunia, kwa sababu mshahara wa Yesu Kristo hauna kikomo,
na umebeba baraka zote za roho na mwili. Unaona, mfano tunaposoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 28, kwa sababu hii habari ilielezewa kuhusu Mungu wa mbinguni, na Mungu wa mbinguni sasa hivi tunamjua ndiye Yesu Kristo. Inasema, itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kufanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani. Na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani, utabarikiwa uzao wa tumbo lako, na uzao wa nchi yako, na uzao wa wanyama wako wa mifugo, maongeo ya ng'ombe wako, na wadogo wa kondoo zako. Unaona, kwa hiyo Mungu unapotii sauti yake, maana yake ule wito aliyokubarikia unaambatana na baraka za roho na mwili. Kwa ujumla, mitume wa aina mbili hizi wanatakiwa kutenda kazi bila ubaguzi wa kipato, yani wa matajiri kwa maskini, kwa uaminifu sana na ujira, wakilipwa vyema sana na mabwana zao. Mfano, unajisikiaje wewe unapoenda kutibiwa hospitalini alafu daktari anakuomba rushwa ndiye akuhudumie wakati ana mshahara wake? Unajisikiaje unapoenda shuleni unapeleka mtoto wako aandikishwe na mwalimu anakuomba rushwa ili amwandikishe mtoto wakati ana mshahara wake? Unajisikiaje unapopeleka malalamiko kwenye kituo cha polisi ili akuhudumie anakuomba rushwa nje na kusudio la ofisi ili akuhudumie na ana mshahara wake? Lakini pia unajisikiaje mtumishi wa Mungu aliyepewa na Mungu bure, amepakwa mafuta na mshahara wake upo, atabarikiwa kama tulivyosikia, anapokuomba umpe kwanza ndiye akuhudumie? Unajisikiaje unapoenda kwa mtumishi wa Mungu mwingine unalia, una machozi, umefiwa, anaomba utoe pesa ili alete ibada? Unajisikiaje unapoenda kwa mtumishi wa Mungu ambaye ana ujira wake na ujira wake kwa Mungu hauna kikomo, anaomba utoe kiwango kwa kukupangia yeye mwenyewe pasipo kujua uchumi wako umekaaje, wakati ana ujira wake mwishoni? Haya ndiyo yanatugusa watumishi wa Mungu, wale ambao tumeitwa lakini tukanogewa tamaa, kama tamaa alizonogewa kunguru alivyotumwa na Nuhu akanogewa mizoga ya wanyama, bali tufanane kama njiwa aliyerudi na jani la mmea ili kudhibitisha kwamba pako shwari. Maana yake ni nini? Yesu alipokuja kuleta Injili alikuwa naye mtumwa kwa Mungu wa mbinguni, kwa sababu Mungu ni asili ya vyote. Hata Yesu ametokana na Mungu kwa sababu yeye amezaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, pamoja na kwamba Yesu alikuwa amevaa mwili wa Mungu. Maana yake alipeleka jani mbinguni kudhibitisha kwamba pako shwari duniani, hakunogewa na mizoga. Kwa maana hiyo tunatakiwa tuige mwenendo wa Yesu Kristo. Yesu Kristo amehudumia wema na matajiri, na hata Biblia haijasema kwamba kuna sehemu Yesu alikuwa anaomba huduma, anaomba kipato ili ahudumiwe. Ni kweli kutoa 1/10 ipo kimaandiko, na ndipo hekima ya Mungu imefichwa na baraka zote, lakini hupaswi mtu kumpangia yeye yule azulumuye azulumu. Mtu anayekupa 1/10 100, maana yake amepata 1000. Muache, atakula kulingana na haki yake. Kwa hiyo wewe hubiri watoe 1/10 kwa uaminifu, mtumishi wa Mungu, lakini si vyema sana kuwapangia, kwa sababu hapo ndipo chanzo cha ibilisi kuingilia. Hapo ndipo chanzo cha ibilisi kuingia na kutuharibia pointi ambayo Mungu amekusudia. Yesu Kristo aliongea pointi moja, nataka rehema wala si sadaka. Unaona? Maana yake jambo la msingi tunapaswa tufanyaje? Injili ya Yesu Kristo
inapaswa ihubiriwe kwa haki, waipate watu wote, wema na wabaya, maskini kwa matajiri, bila kuwabagua. Na kwa maana hiyo mitume wa Yesu wa leo tunatakiwa tuipeleke injili kwa watu wa mataifa kwa hali zote, ili kila mmoja aipate na imfikie. Ujira tutalipwa na Mungu, kwa sababu Mungu hana mlija mmoja wa kuingiza baraka kwa mtu wa Mungu. Ana milija mingi sana. Kama wewe unafanya kazi ya utume na bado unalima, atabariki shamba lako na pengine utapewa zaidi ya ile ambayo ulikuwa unataka ulazimishe muumini wako akupe. Pengine ni maskini wa kutupwa kabisa. Unaona? Kwa hiyo sadaka na zaka tunaambiwa isiwe kikwazo kwa mitume tuliotumwa na Yesu Kristo, tukashindwa kupeleka ujumbe sawasawa na mapenzi yake tukitanguliza pesa. Maana yake ni nini? Tusitangulize masilahi ya kimwili, bali tutangulize masilahi ya kiroho, kuokoa roho za watu, kwa sababu ujira wetu uko pale pale. Upewe zaka, lakini bado una ajira, na ile zaka inatumika tu kama kifuta machozi, lakini ajira na thawabu ya watumishi wa Mungu, mitume wa Mungu, ni kubwa sana, kwa sababu kuna tuzo baada ya kukamilisha kazi ya Mungu kwa uaminifu. Kama tu jinsi apokeavyo mtumishi wa serikali anapostafu katika ustafu wake wema na kutumikia kazi ya serikali yake ya nchi yake kwa uaminifu. Kwa hiyo tusije tukaingia majaribu ya shetani kwa tamaa ya pesa, tukapiga mbio bure, tukaokoa wengine, tukapiga mbio bure, tukaokoa wengine walio nyuma yetu, ikuta tumeshindwa kutimiza lengo lililokusudiwa na sisi kuingia jehanamu. Hapa panahitaji neema na baraka za Yesu Kristo sana sana, ili apate kutusaidia, kwa sababu hata elimu ya kidunia, mtaalamu wa uchumi aliyesomea uchumi ndiye anayekopeshwa na mwanafunzi wake. Unajua ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya kushindwa kutumika vyema kwa bwana wake na kunogewa na kuanza kuzurumu haki ya watu wanaotakiwa kuwatumikia. Maana unapoitwa mtume, maana yake ni kutumika, sio kutumikiwa. Hapo ndipo kinawachenga watu wengi. Ombi. Yesu Kristo, tusaidie sana watu wako na watumishi wako, tutende kazi kwa uaminifu na kwa ujira wetu, kwa kuridhika kutoka kwa mabwana zetu, pasipo kuwaka tamaa ya pesa na rushwa zinazotoboa mifuko yetu na kutuacha maskini wa kimwili na kiroho. Yesu, tusaidie sana. Tufanye kazi ya utume kwa roho na kweli. Tusiwanyanyase watu uliotupa, tutumike juu yao, ili tuweze kufanya kazi kwa roho na kweli. Zaidi ya yote, tukapokee ujira wenye kustahili ambao unatoka kwako na mabwana zetu wa kidunia. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.